Kamanda wa polisi kanda maalum wa Dar es Salaam Muliro Jumanne amesema mbali na mabasi ya mwendokasi na vituo vinne vya mabasi hayo kupigwa mawe usiku wa jana, baadhi ya wananchi hao walifanya fujo katika vituo viwili vya polisi ambavyo ni kituo cha polisi Magomeni Usalama na kituo cha polisi Magomeni Kagera. Kamanda Muliro amenukuliwa akieleza yafuatayo: inadaiwa baadhi walifanya fujo kwenye maeneo yale ya kituo cha polisi cha Usalama pale Kagera, na kwenye fujo hizo baadhi ya magari yaliharibiwa vioo vyake, lakini pia baadhi ya vituo vile vya eneo lile vilipata madhara ya fujo zile. Kwa hiyo polisi walifika na kuweza kudhibiti hali ile pale maeneo ya Kagera kwa sababu mbasi yalikuwa yanapandisha kuja Ubungo mpaka kule Kimara. Kusema ukweli, pamoja na sababu nyingine mbalimbali ambazo zimekuwa zikielezwa, lakini suala la kuharibu miundombinu hii ya usafiri ni kosa kisheria. Kwa hiyo hata ukitoa sababu nyingine mbalimbali, sisi wasimamizi wa sheria tunaangalia usalama unaimarika namna gani, na kama kuna jambo lolote, zipo taratibu zinatakiwa kufuatwa. Hayo ni maneno ambayo alizungumza Kamanda Muliro. Sasa hii ni baada ya zile vurugu na fujo ambazo zimetokea kule Magomeni, na wananchi wenye hasira kali waliweza kuvamia kituo cha polisi, wakapiga mabasi mwendokasi mawe na kuweza kuharibu vioo. Sasa hii Muliro Jumanne akawa anatoa tafsiri ya hichi ambacho kimefanyika na akiwaonya wananchi kwa kile ambacho wamekifanya, na baadhi ya wananchi wamechukuliwa hatua. Nafikiri kuna kama watatu hivi wamekamatwa na wapo kituo cha polisi kwa ajili ya hatua za kisheria zaidi. Licha ya hivyo baada ya hivyo, lakini wananchi wana maoni gani kuhusiana na hichi ambacho kimetokea hapa? Maoni ya wananchi ni kama haya ambayo nakupatia muda huu. Wananchi wanasema kwamba, huyu ni mwananchi ametoa maoni yake kwenye comment, anasema kwamba hizo taratibu zinatakiwa kufuatwa lini, zilileta majibu ya haraka positively kama hili tukio dogo tu la jana usiku. Lakini mwingine anaitwa anajiita English Master, anasema kwamba vijana wameanza kufanya kazi, watu wa Dar mnatuwakilisha vyema days tu. Anazungumzia 29 Oktoba, hatujui kuna nini. Lakini mwingine anasema kwamba anayepajua, kwa huyu anaulizia kwa Muliro, sijui ana maana gani kuulizia nyumbani kwake, lakini kwenye comment anasema kwamba mbona wameongea kiustaarabu hivi wewe mzee, sisi tunataka uongee zile shombo zako, mzidi kutupandisha hasira, sababu mlijua tarehe 29 mwezi wa 10 itakuwa ni balaa. Jiandaeni na gari zenu kuchoma moto, kifo kipo tu, imeandikwa ni lazima wachache wajitolee kufa ili wengine wapone. Kwa hiyo ili taifa lipone, lazima sisi ambao hatuna cha kupoteza tena kwenye maisha haya tuwe mstari wa mbele kupigwa risasi ili haki ipatikane, sababu hamtoweza kutuua wote. Wale ambao ni waoga tutawaachia nchi ikiwa salama vizazi vyetu vijavyo. Yes, tutawaachia nchi ikiwa salama na vizazi vyetu vijazo. Huyu anaitwa Official PFD. Hizi ni comment za wadau baada ya yale yaliyotokea siku ya jana. Kumbe raha ya maandamano ni usiku. Anazungumza nini kuhusiana na hivi? Anasema anaitwa Kiba Pasua Kichwa. Jamani, next time tubebeni. Kiufupi, komenti za wananchi ni komenti za hasira na ni komenti ambazo pengine zinaweza kaibua mambo mengi zaidi. Nisiendelee kuzisoma zaidi, lakini jua kwamba wengi wanaonekana kufurahishwa na tukio hili ambalo polisi wanaamini si la kiungwana, na Watanzania wengine wanaamini ndivyo hivyo wanavyofikiri wao, lakini tukio hili limeibua sura tofauti kwa wananchi. Kuna watu wanaamini kwamba ni tukio la kiungwana na ni tukio ambalo limefanyika kwa niaba ya kupambania nchi, lakini kuna wengine wanaamini kwamba tukio hili si vyema lingefanyika kwa sababu ni wanaharibu miundombinu ambayo imepatikana kwa kodi za wananchi wenyewe, kwa maana ya kwamba ni uharibifu wa mali ya umma. Wewe kwenye maoni yako, jinsi kilichofanyika hapo, je, kipo sawa au ni makosa na wanatakiwa achukuliwa hatua za kisheria? Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV. Usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare.